Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. My name is Evangelist Joseph Mwiti, nimeokoka. Naamini Mungu amekulinda na amekuhifadhi kama mimi na amekubariki kama vile amenibariki. Katika siku ya leo Mungu ametupatia neno ambao tumeliita kwamba utapokea nguvu ndio ukapate kuenda na kuhubiri. Wakati tulikuwa tunaongea neno la Mungu wakati uliopita, ilikuwa ikisema kwamba sasa nenda kuhubiri baada kula Pasaka. Hata hivyo Yesu Kristo alipowaambia wakahubiri, ilibidi kwanza wanjasa na Roho Mtakatifu wale mitume ndio wakapata kuwa na nguvu ya kwenda kuhubiri Injili. Kwa hivyo unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ndio ukapate kwenda kuhubiri. Ndio akasema kwamba na mtapokea nguvu akisha ajilia juu yenu Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anahitajika kwa mtu ambaye ameokoka ndio akuwe na nguvu ya kuhubiri Injili. Mungu akubariki in the name of Jesus. Ni kwa sababu ukipokea Roho Mtakatifu ndio utaweza kutangaza Injili. Mitume walipopokea nguvu za Roho Mtakatifu walifanya makubwa sana. Hata wale walikuwa waoga, uoga iliondoka. Wale walikuwa wana nguvu, walipokea nguvu na maisha yakakuwa ni maisha tofauti kabisa na hapo awali. Hata hivyo katika siku nataka tusome kitabu cha Waamuzi sura ya 15 mstari ya 14. Judges chapter 15 verse 14 nasema kwamba hata walipofika Lei, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye Samsoni alipokuwa anapelekwa na Waisraeli kwa Wafilisti ndio waache kuwatisha, kuwasambulia Waisraeli, maana alikuwa amewatendea hali ya kuadhibu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba ndipo roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, yani Samsoni. Na zile kamba Waisraeli walizokuwa wamemfunga kwazo sokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Sasa wamekaribia Lei, na alikuwa amefungwa akiwa anapelekwa kwa wale wa Filisti, ndio Wafilisti wapate kumwadhibu, ndio waache kuwa na mipango ya kuangamiza watu wa Yuda ama Waisraeli. Maana huyu mtu anaitwa Samsoni alikuwa amewaadhibu kwa sababu ya makosa waliomfanyia. Biblia inasema kwamba naye akaona mfupa mbishi wa taya ya punda, akautoa akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Samsoni alikuwa anapelekwa akaangamishwa na wale wa Filisti kama kikombozi. Waisraeli walikuwa wamempeleka kama kikombozi ndio maisha yao ikuwe salama. Maana wale wa Filisti walikuwa wamesema kwamba watamwadhibu kwa kuteketeza ngano zao na zile michele yao ambayo Samson alikuwa amefungilia wale foxes mikia ya moto ndio wateketeza masamba yao. So walikasirika sana na wakaona kwamba yeye ndiye ambao watapata kumwadhibu kwa sababu ya yale makosa aliyowafanyia. So Biblia inasema kwamba wakati alikuwa anapelekwa, walipokaribia kumpeana, ndio nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho wa Mungu zilishuka ndani yake. Na hivyo inasema kwamba ziliposhuka, ile minyororo na kamba walikuwa wamemfunga nazo zikakatika, na akapata taya ya punda ambayo ilikuwa mbishi, na akawaua wengi kati ya wale wa Filisti. Inasema inaorodheshwa hapa ni 1000, ni kwa sababu aliwaua wengi sana. Lakini kinacholeta utofauti hapa tunapoangalia ni Roho wa Mungu aliyeshuka ndani yake, na ndio tunaposema kwamba kabla ya Yesu Kristo kwenda kutuma wanafunzi wake wakahubiri, aliwapatia idhini ya kwenda kuhubiri, lakini kwanza akawaambia wapokee nguvu kwanza za Roho Mtakatifu ndio wakapata kuwa na uwezo ya kupata kwenda kuhubiri. So wale ambao unaona wakihubiri ama wakiimba ama wakifanyia Mungu kazi, wengi wao ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu, si nguvu zao wenyewe, bali ni kwa nguvu za Roho wa Mungu. So Yesu Kristo ndiye aliwaambia wanafunzi wake, akamwambia kwamba kabla mtaenda kuhubiri mtapokea nguvu. Na ukiangalia sura ya 2 kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba walipokea nguvu na wakafanya
mambo makubwa sana, mambo yaliyokuwa magumu wao kufanya wakayafanya, mpaka watu walikuwa wanasangaa, mbona wanafanya hivi na hata si wasomi, si watu ambao ni wetu wenye akili, watu wenye maarifa, mbona wanafanya haya? Kwa hivyo inasema wakatambua ni vile walikuwa na Kristo, naye Kristo alihakikisha ya kwamba amewapatia hiyo uwezo kwa Roho Mtakatifu. So siku ya leo kabla hujaenda kuhubiri, kuwa na wakati wa kutafuta ile hali ya neema ya Roho Mtakatifu. Chukua wakati katika hali ya kuomba, kufunga ama kukesha ama kutafuta njia ya kujipatanisha na Mungu vizuri. Ni kwa sababu bila Roho Mtakatifu hatuwezi jambo lolote. Roho wa Mungu ndiye anatusaidia kufanya yale ambayo nao tukiyafanya, na ni kwa sababu hatuwezi sisi wenyewe, ila kwa Roho Mtakatifu tunaweza. Na ukiangalia katika Agano la Kale ambayo tumesoma, unaangalia mtu anaitwa Samson. Samsoni alikuwa ni mtu tu wa kawaida. Hata hatuwezi kusema alikuwa ameokoka, lakini tunasema kwamba alikuwa mnadhiri wa Mungu, alikuwa ameshaguliwa, ameteuliwa, yaani bila hiari yake mwenyewe. Alikuwa ameulizwa kama anataka kuokoka. Mungu mwenyewe alikuwa amemteua kama hajasaliwa kwamba afanye kazi alikuwa anaifanya, ambayo ilikuwa kazi rahisi. Na ilikuwa si kazi rahisi, ilibidi Mungu mwenyewe awe anampatia roho wake ambaye atakayemsaidia kufanya yale mambo ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kuyafanya. So yeye alipokuwa anapelekwa kwa Wafilisti, alikuwa ni mtu tu wa kawaida. Yule ambaye ni mtu ambaye anaweza kamatwa na wanadamu na anafungwa, anapelekwa kwa Wafilisti. Biblia inasema kwamba wale Wafilisti walipomuona mtu anaitwa Samson amekamatwa, amefungwa na kamba, hasira zao ziliwaka, wakapiga kelele, maana wanaona ya kwamba yule ambaye ni mtesi wao amefungwa na kamba, na wale jamaa zake wanampeleka kama kikombozi ndio wapate kumwadhibu. Biblia inasema Roho wa Mungu akashuka kwa nguvu ndani ya Samson, na aliposhuka kwa Samson, yale maisha yake yalibadilika. Ule uwezo hakuwa nao akapokea. Ukipokea nguvu za Mungu, ukipokea Roho Mtakatifu, wale wapinzani wako hawatakuweza tena. Na hizo nguvu pokea. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea neema Roho Mtakatifu, ushinde. Ukishinda mwezi wa 5, nguvu za Roho wa Jehova zishuke ndani yako. Mahali kulikuwa na milima viondoke, mahali kulikuwa na milima iondoke, mahali ulikuwa umewekewa kuta zianguke. Ni kwa sababu Roho wa Mungu ana uwezo kushinda wapinzani wako. Samsoni alishinda, akapata ushindi mkubwa sana, maana Roho wa Mungu alishuka ndani yake. Ni heri ukose kila kitu, lakini usikose Roho Mtakatifu, usikose Roho wa Mungu. Maana hata wale wanafunzi wa Yesu, wakati walipokea Roho Mtakatifu, walihubiri. In fact, kama Petero alihubiri zamani moja, watu maelfu wakaokoka, maana Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Roho wa Mungu anakatakata minyororo ya wachawi, minyororo ya waganga inakatika, minyororo ya mashini inavunjika, maroho yote yamefunga maisha yako yanatoroka. Maana Roho akiingia anang'oa kila pando ambalo Mungu hakulipanda kwa maisha yako. In fact, wakati Roho wa Mungu alishuka, ukiangalia kama akina Paulo, walikuwa wanapiga wale wachawi kwa upofu, wanasunguka wakiwa vipofu. Wale walikuwa na jaribu kusulia injili endelee, walikuwa na wapiwa kwa upofu, wanasunguka bila kuona, wakitafuta mtu wa kuwashika mikono. Maana Roho akiwa ndani ya maisha yangu, Roho akiwa ndani maisha yako, Roho wa Kristo akama natawala, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna mashine, hakuna mapepo
yaliyo na uwezo kwa maisha yetu, maana tuko na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo alipowaambia enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema, aliwapatia Roho Mtakatifu kuwasaidia. Kama Filipo alipoenda kuhubiri, wakati alikuwa anahubiria yule Mwethiopia, Biblia inasema kuna mahali alinyakuliwa na Roho Mtakatifu akaendwa na yeye. Alikuwa tu anaonekana anapita kule anahubiri, yaani alikuwa na paa juu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ako ndani maisha yetu, tutaweza kufanya yale ambayo kwa wanadamu haiwezekani. Mpendwa, katika siku ya leo, kuwa na nafasi ya kujipatanisha na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, upokee Roho wake Mtakatifu. Ni kwa sababu hata Samson, ijapokuwa alikuwa ni mtu ambaye wa Agano la Kale, kilicholeta utofauti kwa maisha yake ni Roho Mtakatifu. Biblia inasema alipata nguvu kiwango kwamba aliwaua wale wa Filisti, na naamini ya kwamba hata wale wa Israeli waliokuwa wanafunga wampeleka wa Filisti walipoona walitoroka ama walikaa kando. Maana kuliposhuka nguvu za Roho Mtakatifu, mambo ilileta kulifanyika mabadiliko makubwa kabisa. Kwa hivyo katika siku ya leo, tafuta neema ya Roho Mtakatifu na ushindi utaendelea kuonekana kwa maisha yako. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Samsoni akawaua Wafilisti 1000. Na Biblia inasema kwamba kuna mahali ilifika akaona kiu baada ya kupigana ile unduma. Ile unduma baada ya kutekeleza ile unduma, Biblia inasema kwamba kisha akaona kiu sana. Akamuita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa na kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Lakini Mungu akapasua mahali penye shimo palipo katika lei. Bwana akatoboa shimo, akatoa maji, Samsoni akapata kukunywa. Ni kwa sababu anda unduma kuna sile counter attacks, kuna sile pingamizi, kuna sile maroho ya kulipiza kizazi. So ikuonyesha kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu unaitana mbinguni. Ukiitana mbinguni, Mungu atafungua njia, atatengeza njia mahali hakuna njia. Kule ambako kutakuwa hakuna njia, Mungu atatengeza njia. Samsoni aliona kiu, yeye akaitana mbinguni, Mungu akamusikia na akapasua mahali palipokuwa na bonde kubwa lei, maji yakapatikana, akanywa akajiburudisha. Tena kutangazia kwa jina la Yesu, hautaanguka mbele maadui zako. Mungu atakubali ushindwe, Mungu atakubali uaibike, Mungu atakuashiria. Ni kwa maana amekuchagua, amekutuma, amekupatia Roho wake. Hakuna roho ya kulipiza kizazi, hakuna laana, hakuna mikoza, hakuna mashini yatafanya kazi kwa maisha yako. Hakuna uchawi, inatangaza nguvu za Mungu zikakuchae, zikakutengenezea wokovu katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na kutakia mwezi wa 5 wenye kujawa na Roho Mtakatifu. Huu mwezi wa 5 Roho wa Mungu afanye kikao kwa maisha yako. Nguvu za Mungu zitawale kwa maisha yako. Labda unajisikia una nguvu, umelemewa, uko katika hali ambayo ni underness, natangaza kwa jina la Yesu, Roho wa Mungu ashuke ndani yako. Nguvu za Mungu zishuke ndani yako, ukapokee nguvu kwa utukufu wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Wale uwezo ulishuka kwa wale waunduma, kwa wale mitume na manabii. Ninanena hizo nguvu kwa maisha yangu, kwa maisha yako, kwa maisha yetu. Ule uwezo wa Roho ushuke, upokee nguvu mpya. Ule uwezo kuendelea, kulemewa kukuondokee, kushindwa kukuondokee. Nguvu za Mungu zishuke kwa maisha yangu na kwa maisha yako katika jina la Yesu. Ukaona ushindi wa Bwana kwa maisha yako in Jesus name. Mungu akubariki sana. Na kama huu ujumbe umepokea leo, lasi sama nilikuwa nasema kwamba sasa enda ukahubiri. Pokea nguvu za kwenda kuhubiri kwa kumwamini Kristo Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako. God bless you
In Jesus' name, amen.